Mtazamaji, na wakazi wa kijiji cha Akingli, kaunti ya Kisumu, kwa mara nyingine walitaka shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuwalipa fidia kutokana na uvamizi wa nyani kwenye mashamba yao. Wakazi hao wanadai kuwa wanyama hao wanafukua mbegu zilizopandwa na hata kuingia majumbani kutoroka na vyakula. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, baadhi ya wakulima wamezamia kilimo cha vitunguu ili kuwafukuza nyani na tumbili. Huku wakulima wakiendelea na shughuli ya upanzi kote nchini, wakulima kutoka kijiji cha Akingli wapo katika njia panda. Henry Ndege akipalilia shamba lake, kundi moja la nyani linamtazama kutoka mwambani, wasiogope uwepo wa binadamu kando yao. Wakazi kijijini humu wanadai kuwa idadi ya nyani na tumbili imeongezeka maradufu katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Anataka tuuchape watoto hata wa mama bim. Kata wakisema saa anakuangalia tu hivi. Haikimbii. Mabula kula mahindi bwana. Mahindi nakula. Tunasikia siku hizi inaingia kwa nyumba. Kipata ugali inaenda. Hata kia biasi au nangoa. Ukupanda njugu au nangoa yote. Kwe njugu, kwe mwogo, au nangoa. Na sasa wakulima hao wamelazimika kutafuta mbinu mbadala ya kuwafukuza nyani hao. Hii kitunguu ndio ya kwamba bima ikuli, na ikipita ndani yake itasikia harufu, na hii harufu ni kama inakuwa na uchungu kwa macho yake. Inawashawasha macho yake, sasa inapita kwa mbio sana. Shirika la KWS liliweka mitego hii miaka miwili iliyopita. Ila sasa wanyama hao wanakwepa mitego. Wakulima sasa wakitaka hatua zaidi kutoka kwa serikali. Kama anaweza patia sisi ridhaa, kama hii babu naribu mimea yetu, walipe sisi. Kama wanafanya mpango ya kutoa hii mnyama hapa. Huku msimu wa upanzi ukiendelea kote nchini, wakulima kutoka eneo hili la Akingli sasa wanazitaka ngazi zote za serikali kushirikiana ili kuwaondolea tumbili ambao wamekuwa kero kwa miaka na mikaka. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.